beginning, we warn you. Video hii inatisha. Hivi ni wangapi wanaweza kutazama video hii mpaka mwisho? Kama upo basi like hapo chini ya video hii tukujue, na kama ndo mara kwanza yako kutembelea katika channel hii, basi cha kufanya ni wewe kuweza kulike video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizoandikwa subscribe chini ya video hii na kuwasha notification, pia na kushare na wana, ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. And then jiandae. Video hii kuna kijana mmoja ambaye siku hiyo alikuwa yupo kwenye gari, ghafla akashangaa kuona katika basi moja la wanafunzi lilikuwa kama kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanatembea tembea, lakini ukweli ni kwamba katika basi lile lilikuwa halina mtu yeyote. Tazama. Look at it, different chairs are playing. Look at it. Investigate. An empty bus. An empty bus. Did you see it? Kwenye video ile ukiangalia katika basi lile lilionekana kama kulikuwa kuna watoto ambao walikuwa wanakimbia haraka sana, na ndipo kijana yule ambaye alikuwa yuko kwenye gari lake akaona ashuke alifuate basi lile aangalie kuna nini, lakini cha ajabu alipofika hakuweza kuona mtu yeyote. Basi lile lilikuwa lipo empty, na ndipo kijana huyu alipoamua kuiposti video hii. Kuna baadhi ya watu walisema kwamba huenda ni nafsi za watoto waliofariki walikuwa wanasoma katika shule hiyo ambao walikuwa wanasafirishwa na basi hilo, na kuna wengine wakasema kwamba huenda ni kivuli tu cha mtu ambaye alikuwa anapita nyuma ya gari hilo. Je, kwa upande wako unahisi ni nini kinachoendelea kwenye video hii? Video hii ilifanikiwa kurekodiwa na vijana ambao siku hiyo walienda kutembelea katika maeneo ya makumbusho, na maeneo hayo ya makumbusho inasemekana kwamba eneo hilo kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika kipindi hicho cha nyuma sana, maana eneo hilo kulikuwa kuna sehemu za kuchezea za watoto. Uzuri ni kwamba walikuwa wanarekodi kila tukio walilokuwa wanalifanya. Bana, tazama walichokinasa. Did you see that creature? Vijana hao walipofika eneo hilo la kuserereka, mbele yao walishangaa kuona kulikuwa kuna kiumbe kama mtu ambaye alikuwa amesimama, lakini wakaona wasubiri huenda ni mtu mwenzao naye amekuja kutembea eneo hilo. Lakini pindi waliposubiri, ghafla wakashangaa kuona kiumbe kile sio mtu, lakini kiumbe kile ni kiumbe cha ajabu ambacho kilikuwa kinatembea kwa miguu kama mtu, na watu wengi walisema kwamba huenda kiumbe kile ni skinwalker. Vijana wale hawakuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi ya kukimbia eneo hilo, kwa maana kiumbe hicho kiukweli kinatisha. Hata kama ingekuwa ni wewe, ungesubiri eneo hilo ukifanya nini? Vijana hao baada ya kufika nyumbani, na ndipo wakaona waiposti video hii katika mitandao ya kijamii, na sisi tulipoipata tukaona tukusogeze na wewe. Je, unahisi hiki walichokinasa ni kiumbe cha namna gani?
Video hii ilifanikiwa kurekodiwa kutokea huko Malaysia. Kulikuwa kuna kijana ambaye alikuwa anajirekodi, yani walikuwa wanashuti news, lakini katika video hiyo ukiangalia vizuri kuna kitu kilichotokea. Tazama vizuri. Kuna chochote ulichokiona kwenye video hiyo? Wacha nikuoneshe. Ukiangalia vizuri video hiyo, nyuma ya kijana huyu utaona kulikuwa kuna wanawake wawili waliokuwa wanatembea. Mmoja alikuwa amevaa nguo nyekundu na mwingine alikuwa amevaa mtandio wa blue. Lakini aliyekuwa amevaa nguo nyekundu ghafla alipotea katika mazingira ya kutatanisha. Je, huyo mwanamke ameenda wapi? Ama ni nini kimetokea kwake? Na pia ukiangalia vizuri video hiyo, huyo ambaye alikuwa amevaa nguo za blue, ilionekana macho yake yalikuwa yanawaka. Video hii baada ya kwenda viral, kuna baadhi ya watu waliokuwa wanajiuliza maswali mengi. Je, ni nini kimemkuta binti huyu ambaye alikuwa amevaa nguo nyekundu na huyu ambaye alikuwa amevaa mtandio wa blue? Bana, sisi kama ilivyo kawaida yetu tunakufikishia, alafu tunasubiri maoni yako hapo kwenye comment. Video hii ilifanikiwa kurekodiwa na majirani ambao walikuwa wanakaa karibu na jengo ambalo lilikuwa limeachwa kwa muda mrefu sana. Ndipo majirani hao walisema kwamba walishangaa kuona madirisha ya katika jengo hilo yalikuwa ni kama ilikuwa nafunguliwa na kitu ambacho kilikuwa hakionekani. Tazama ilivyokuwa. Majirani hao baada ya kuona matukio hayo yalikuwa yanaendelea katika jengo hilo, aliamua kuchukua simu hiyo akarekodi, na baada ya hapo akaposti video hii akasema kwamba katika jengo hilo limeachwa kwa muda mrefu. Sasa nani ambaye anafungua madirisha ya jengo hilo? Na cha ajabu ni kwamba eneo hilo hakuna hata upepo. Na jirani huyo anasema kwamba kuna picha moja ilifanikiwa kunaswa na CCTV kamera ya hapo nyumbani kwake ambayo ilikuwa imegeukia katika jengo hilo. Anasema kwamba kulikuwa kuna mwanamke ambaye alionekana akichungulia katika dirisha hilo. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba mwanamke huyo ni nani? Ama ndio roho za watu waliowahi kuishi katika jengo hilo walishafariki muda mrefu uliopita? Bana, sisi kama ilivyo kawaida yetu ilikuwa ni usiku wa manane. Kijana huyu alikuwa anajirekodi, lakini ghafla pindi alipokuwa anajirekodi, nyuma yake kilionekana kiumbe wa ajabu. Tazama ilivyokuwa. Did you see anything? Tazama video hiyo vizuri, halafu niambie umeona nini hapo. Okay, kwa wale ambao hawajaona chochote, wacha nikuoneshe. Iko hivi. Kwenye video hiyo kijana huyu alipokuwa anajirekodi, alikuwa anarekodiwa na mtu ambaye alikuwa yupo nyuma ya kamera hii. Ukiangalia video hiyo vizuri, nyuma yake kwenye friji ile ilionekana kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anachungulia. Kisha baada ya muda mtu yule akapotea.
Did you see that? Kijana huyu baada ya kujirekodi walipoiposti hawakuweza kuona chochote, na ndipo mtu mmoja akakomenti akasema kwamba nyuma yao kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anawachungulia. Je, huyo mtu ni memba wa hapo nyumbani kwao ama vipi? Lakini majibu ya kijana huyu alisema kwamba hakukuwa na mtu yeyote nyuma yake. Sasa yule aliyeonekana nyuma yake ni nani? We'll leave it to you. Kwa leo nafikiri tuishie hapa. Ebana, matukio ya kutisha yako mengi sana. Sasa kama unaenjoy video zetu, basi cha kufanya ni wewe kuweza kulike video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizoandikwa subscribe chini ya video hii na kuwasha notification. Pia na kushare na wana, ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Tukutane katika video ijayo, na pia tunawatakia siku njema. Bye bye.